Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu kwenye maombi haya ya kuikabidhi wiki yako mikononi mwa Bwana. Kuikabidhi wiki yako mikononi mwa Bwana ni maombi muhimu sana ya kuhakikisha kwamba wiki yako inakuwa yenye baraka, inakuwa yenye furaha, inakuwa yenye amani. Kumbuka kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea katika wiki, katika siku, katika masaa, katika dakika, kwa sababu shetani yupo. Kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuchinja, na kazi yake ni kuona watu hawana amani, watu hawana furaha. Lakini kwa maombi haya kuna kitu ambacho Bwana anaenda kukifanya. Ombi letu la kwanza asubuhi ya leo katika maombi ya wiki hii ni kuomba shukrani kwa kuanza wiki, maombi ya shukrani ya kuanza wiki. Na katika ombi hili tutaomba: Baba wa mbinguni, na kushukuru kwa kunilinda, kunipa pumzi ya uzima na kunivusha hadi hii wiki mpya. Nakiri ya kuwa bila wewe siwezi lolote. Pokea shukrani zangu kwa jina la Yesu Kristo. Andiko la kusimamia ni Wathesalonike wa kwanza 5:18. Maandiko yanasema hivi: shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Ni wito wa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa jambo gani? Katika muktadha wa maombi haya tunamshukuru Mungu kwa kutuvusha wiki iliyopita. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa chakula wiki iliyopita. Tunamshukuru Mungu kwa kutuvisha wiki iliyopita. Tunamshukuru Mungu kwa kuwalinda watoto wetu. Tunamshukuru Mungu kwa kuwatunza watoto wetu. Tunamshukuru Mungu kwa kutunza familia zetu. Tunamshukuru Mungu kwa kuachilia amani kwenye ndoa. Tunashukuru Mungu kwa kuachilia amani sehemu ya kazi. Tunamshukuru Mungu kwa kuachilia riziki. Baba, nakushukuru kwa yote ambayo yalifanyika wiki iliyopita. Ninakushukuru Bwana kwa yote ambayo umeyatenda mikononi mwetu. Ninakushukuru Bwana kwa kuimarisha mikono yetu. Nakushukuru kwa kuongoza hatua zetu. Nakushukuru kwa kuhakikisha kwamba tu wazima. Nakushukuru Bwana, kuna wengine walikuwa ni wagonjwa lakini wiki wakapokea uponyaji. Kuna watu walikuwa wamefungwa lakini wiki hii wamefunguliwa. Kuna watu Bwana umewapa biashara wiki hii. Kuna watu Bwana umeinua kipato chao wiki hii. Kuna watu Bwana umewaunganisha wiki hii. Walikuwa wazungumzi, walikuwa wasemi chochote, lakini Bwana wiki umewafungulia mazungumzo. Lakini nakushukuru kwa ndoa zetu Bwana, umezitunza na kuzilinda ndani ya wiki nzima. Baba, mioyo yetu imejawa na shukurani, mioyo yetu imejawa na shukurani. Ndugu yangu, naomba mshukuru Mungu ndani ya moyo wako. Ona matendo makuu ambayo Bwana ameyafanya. Ona namna ambavyo wema wake haujapungua kwake. Ona ambavyo huruma zake zimekuwa ni nyingi mno. Ona jinsi ambavyo amekupigania. Ona jinsi ambavyo umesafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini mkono wa Bwana umekuwa pamoja nawe. Ni wangapi ambao wamepata ajali? Ni wangapi ambao wamekufa wiki iliyopita? Ni wangapi ambao wamevunjika wiki iliyopita? Ni ndoa ngapi ambazo zimevunjika? Ni ndoa ngapi ambazo zimesambaratika? Lakini kwa nini wewe bado uko salama? Kwa nini wewe bado uko na furaha? Kwa nini wewe bado mnapendana mwenzako? Kwa nini wewe bado watoto wako ni wazima? Kwa nini wewe bado unajawa na furaha? Ni kwa sababu ya huruma za Bwana. Ndiyo maana maandiko anasema ya kwamba hatuteketei, hatuangamie kwa sababu ya huruma za Bwana. Ninakushukuru Bwana kwa huruma zako. Ninakushukuru Bwana kwa kututunza wiki nzima. Ninakushukuru Bwana kwa kututunza wiki nzima. Umekuwa sehemu ya maisha yetu. Umekuwa kinga. Adui alijipanga kutushambulia. Adui alijipanga kutuharibu. Adui alitamani kuiba furaha yetu. Adui alitamani kuiba afya zetu. Lakini kwa neema yako Bwana umetutunza. Kwa mkono wako Bwana umeturehemu. Kwa mkono wako Bwana tu wazima. Tunakushukuru Baba Jehova. Tazama biashara zetu zimetunzwa. Tazama mali zetu zimetunzwa. Wangapi ambao wameibiwa, lakini mali zetu umezitunza. Ni kwa sababu ya huruma yako. Ni kwa sababu natupenda Bwana. Mioyo yetu imejawa na shukurani. Mioyo yetu Bwana imejawa na shukurani. Ninasema asante Baba kwa rehema zako. Ninasema asante Bwana kwa upendo wako. Hakika Baba ninakushukuru. Hakika Baba ninasema asante. Hakika Baba ninasema asante. Rabashatarabako rebushandirebasika rekashatarabaka rikurabashitika rebasekandireba
lebo shereba kusi raba kutambabaka rikasika rabashe. Ninakushukuru kwa upendo wako, ninakushukuru kwa rehema zako, ninakushukuru kwa neema yako. Asante Baba Jehova, asante Jehova Jile, asante kwa Jumatatu iliyopita, asante kwa Jumanne iliyopita, asante kwa Jumatano iliyopita, asante kwa Alhamisi iliyopita, asante kwa Ijumaa iliyopita, asante kwa Jumamosi iliyopita, asante kwa Jumapili iliyopita. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwema kwetu. Fadhili zako hazijatupungukia. Umetupa kipato Bwana, umetupa kipato Bwana. Asante kwa yote, ninakushukuru Jehova, ninakutukuza wewe. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako, asante kwa neema yako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa Jumapili ya jana, asante kwa ibada ya jana. Umetupa neema ya kukuabudu wewe, umetupa neema ya kusifu wewe. Asante Bwana kwa kuwaponya watu wako. Wengine walikuja kanisani wakiwa ni wagonjwa, lakini umewapa uzima. Wengine walikuja wakiwa wamefungwa, ukawafungua Bwana. Asante kwa upendo wako. Ninakumbuka siku ya jana namna ambavyo ndoa moja ilikuja kanisani, mke na mume wakiwa wamefungwa, lakini kwa rehema zako umewafungua Bwana, wakaondoka salama, wakaondoka ni wazima. Ninakushukuru Jehova. Asante kwa ile familia ambayo ilikuwa imefungwa, lakini siku ya jana umeifungua Bwana. Ninakutukuza Jehova, ninakushangilia Bwana. Asante kwa wote ambao walipata neema ya kuingia nyumbani mwako. Asante kwa wote ambao walikutolea sadaka za jana. Asante kwa wote ambao walitoa zaka. Asante kwa wote ambao walikuabudu wewe katika roho na kweli. Mioyo yetu Bwana ina shukurani. Ninakushukuru Bwana kwa yote. Ninakushukuru Bwana Jehova, nikiamini ya kwamba mkono wako wiki hii tunapovuka tena na kuingia wiki nyingine, katika jina la Yesu Kristo, hakika wema wako, hakika na fadhili zako hazitatuacha kwa mkono wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, amen. Raba ushanda raba. Sasa ombi letu la pili asubuhi ya leo, baada ya shukrani, tunaomba toba na utakaso. Tunaomba kuomba msamaha na utakaso ndani ya mioyo yetu, utakaso ndani ya mioyo yetu. Maneno ya kuomba: Bwana Yesu, nasimama mbele zako nikitubu dhambi zangu zote za kujua na kutokujua. Nioshe kwa damu yako takatifu, unitakase moyoni na kwenye mawazo yangu. Andiko la kusimamia katika mambo ya utakaso inatoka kwenye Yohana wa kwanza 1:9, tafsiri ya Swahili Union Version. Maandiko yanasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamee dhambi zetu na kututakasa na udhalimu wote. Tukiziungama dhambi zetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, niko mbele zako Bwana, kama kuhani wako, kama mpako mafuta wako, ambayo umenipaka mafuta ya kuwa kuhani, ambayo umenipaka mafuta ya kuwa mchungaji. Baba, ninasimama Jehova asubuhi ya leo nikiomba Bwana msamaha, nikiomba Bwana toba, nikiomba Bwana toba. Ninaungama dhambi zote ambazo Bwana tumezifanya, ninaungama dhambi zote ambazo tumezifanya kwa kujua au kwa kutokujua. Tumezifanya katika mawazo yetu, tumewaza mawazo mabaya, tumewaza mawazo ya kukufuru, tumewaza mawazo ambayo hayafai, tumewaza mawazo ya kukosea wewe. Katika jina la Yesu Kristo, tusafishe kwa damu ya Yesu. Safisha damu ya tusafishe kwa damu ya Yesu. Damu yako Bwana katusafishe. Safisha mawazo yetu machafu, safisha mawazo yetu machafu. Vinywa vyetu Bwana vimetamka maneno mabaya, vinywa vyetu Bwana vimesema maneno mabaya, vimewaumiza watu, vimewakatisha tamaa watu. Katika jina la Yesu, ninaomba rehema zako, naomba utakase kinywa changu, takasa kinywa cha huyo mtu, takasa vinywa vyetu Bwana, vitakase asubuhi ya leo. Vinywa vyetu vimetamka mabaya, vinywa vyetu vimekula vyakula vibaya, tutakase Bwana kwa damu ya Yesu, tutakase Bwana kwa damu ya Yesu. Tumetamka maneno ya kuumiza, tumewaumiza marafiki zetu, tumewaumiza wake zetu, waume zetu, tumewaumiza watoto wetu kwa maneno yetu Bwana, tumeumiza jamii inayotuzunguka kwa maneno yetu Bwana. Kuna watu wamejikwaa, kuna watu wameumia kwa sababu ya vinywa vyetu. Takasa vinywa vyetu, takasa vinywa vyetu, takasa vinywa vyetu, takasa vinywa vyetu kwa damu ya Yesu Kristo. Takasa vinywa vyetu kwa damu ya Yesu Kristo. Takasa vinywa vyetu kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Tazama, mke na mume wametoleana maneno mabaya, vinywa vyao Bwana
vimetamka maneno mabaya, vimetamka maneno mabaya, maneno ya kuumiza, maneno ya kujeruhi. Tutakase Bwana, takasa vinywa vyao, takasa vinywa vyao, takasa vinywa vyao katika jina la Yesu. Takasa ulimi wao katika jina la Yesu. Naomba utakaswe Bwana kwa maneno yote ambayo tumeyasema Bwana, kwa maneno yote ambayo tumeyazungumza. Naomba utakaso wako, takasa maneno yote ambayo tumeyasema Bwana, ambayo tumeyasema Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tumekutenda dhambi kwa vinywa vyetu, tumekukosea kwa vinywa vyetu, tumekuudhi kwa vinywa vyetu. Usitukasirikie Bwana, tunaomba ututakase. Usitukasirikie Bwana, usimkasirikie mwanaume huyo, usimkasirikie kijana huyo kwa maneno aliyoyasema, kwa maneno aliyosema. Naomba utakaso wako, naomba utakaso wako katika jina la Yesu. Naomba utakaso wako. Takasa Bwana watoto wetu, wamesema maneno mabaya, wamesema matusi, wametukanana. Takasa watoto wetu, vinywa vyao Bwana ukavitakase, vinywa vyao Bwana ukavitakase katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Maana wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mwaminifu na wa haki, wewe ni mwaminifu na wa haki, na unasamehe Bwana. Ukatusamehe Jehova, samehe macho yetu yameangalia mabaya, samehe macho yetu yameona vitu viovu, samehe macho yetu katika jina la Yesu. Samehe masikio yetu yamesikia maneno mabaya, yamesikia vitu viovu, yamesikia vitu viovu. Samehe masikio yetu, haya masikio yetu Bwana ukayasamehe Bwana kwa kusikia maovu, ukayasamehe Bwana kwa kusikia mabaya, ukayasamehe Bwana masikio yetu Bwana ukayasamehe Bwana, macho yetu haya ukayasamehe Bwana, ukayasamehe Bwana, ukayasamehe Bwana, hisia zetu Bwana ukazisamehe, hisia zetu Bwana tumehisi mabaya, tumeishi mabaya, tumetenda dhambi kwa sababu ya hisia, tumetenda dhambi kwa sababu ya hisia. Tusamehe Jehova, tusamehe Bwana. Niko mbele zako kama kuhani, nikiomba msamaha juu ya watoto wako, nikiomba msamaha juu ya taifa lako, nikiomba msamaha juu ya kanisa lako, nikiomba msamaha juu ya huyu ambaye ananisikiliza, ananitazama. Achilia msamaha, achilia msamaha. Ona moyo wake unavyoomba msamaha, ona moyo wake unavyoomba msamaha. Neno lako linasema ya kwamba watu wangu watakapojinyenyekea na kurudi na kugeuka na kuziacha dhambi zao, wewe utashuka Bwana na kuwasamehe na kuponya nchi, na kuponya nchi Baba, kwa jina la Yesu. Baba, tazama, yawezekana biashara zetu hazijaenda vizuri kwa sababu tumekasirika. Yawezekana ndoa zetu hazijakaa vizuri kwa sababu umekasirika, kwa sababu hujaziponya. Baba, achilia uponyaji wako, achilia usamaha wako. Tunageuka asubuhi ya leo, tunageuka asubuhi ya leo, tunageuka asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Tunaomba msamaha. Damu yako Bwana ikatembee ndani ya mioyo yetu, damu yako Bwana ikatembee ndani ya nafsi zetu, ndani ya mawazo yetu. Tusamehe Bwana wa majeshi, achilia Bwana msamaha wako. Watu wako Bwana tumegeuka sasa, watu wako Bwana tumeziacha dhambi, watu wako Bwana tumeacha matendo mabaya, watu wako Bwana tumeacha mawazo mabaya, tumegairi mawazo mabaya. Tusamehe Bwana, tumekugeukia wewe, tusamehe Bwana. Achilia msamaha, achilia msamaha kwa jina la Yesu, achilia msamaha kwa jina la Yesu, achilia msamaha kwa jina la Yesu. Tusamehe Bwana wa majeshi, na kuja mbele zako, na kuja mbele zako. Naomba uwasamehe, msamehe mwanaume huyu, msamehe mwanamke huyu, msamehe kijana huyu, samehe watoto wetu, samehe uzao wetu, samehe tumbo letu, samehe nchi yetu, samehe jiji la Mwanza, samehe mji wa Kisesa, samehe mji wa Nyegezi. Tusamehe Bwana, tusamehe Jehova, tusamehe Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu, ni Mungu wa haki. Umetusamehe, umetusamehe. Tumepokea msamaha wako, tumepokea msamaha wako kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Ombi letu la tatu asubuhi ya leo ni maombi ya familia. Tuombee familia yetu, tuombee familia yetu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, nasimamisha familia yangu mbele zako. Leta amani kwenye familia, leta upendo kwenye familia, leta wokovu kwenye familia, leta ulinzi katika nyumba yetu. Ombi letu la kusimamia asubuhi ya leo ni kwenye kile kitabu cha Yohana 24:15. Maandiko yanasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Baba, tazama asubuhi ya leo, naileta familia yangu mikononi mwako.
naleta familia zetu mikononi mwako, nazileta familia zetu mikononi mwako, na waleta watoto wetu mikononi mwako, na waleta watu wanaokaa nyumbani mwetu mikononi mwako, na waleta wafanyakazi wetu mikononi mwako, na ileta ndoa zetu mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tazama, naomba familia, naomba upendo ndani ya familia, naomba upendo ndani ya familia hii wiki. Bwana, achilia upendo katika familia zetu, katika jina la Yesu. Upendo ukiwepo Bwana, watoto watagombana. Upendo ukiwepo Bwana, mke na mume watagombana, hawatajibizana vibaya, hawataandikiana meseji vibaya, hawataangaliana macho mabaya. Upendo wako ukitawala Bwana, kuna kuwa na amani na furaha. Baba, achilia upendo wako ndani ya wiki hii Bwana, katika familia zetu, zikajawe na upendo, zikafunike na upendo. Familia zetu we Bwana, zikajawe na upendo, zikajawe na amani. Natamka amani itokayo juu mbinguni ikatawale familia zetu, ikatawale familia zetu katika jina la Yesu. Natamka amani ya Bwana ikatawale familia zetu kwa jina la Yesu Kristo. Wokovu wako we Bwana, wokovu wako we Bwana, wokovu wako we Bwana. Tazama, zipo familia ambazo hazijaokoka bado, zipo familia ambazo hazijakujua wewe. Natamka neema ya wokovu, natamka neema ya wokovu katika familia zao, natamka neema ya wokovu katika familia zao, natamka neema ya wokovu Baba katika jina la Yesu. Ona, wanateswa kwa sababu hawajaokoka, wanaingia kwenye shida, wanaingia kwenye changamoto, hawana amani, usiku hawalali, wanateswa usiku hawasinzii, wanateswa, ndoa hazina amani, watoto hawana amani, magonjwa yamekuwa na mara kwa mara. Baba, katika jina la Yesu, onekana kwa mkono wako, onekana kwa neema yako, wasaidie Bwana, wawezeshe Bwana kwa jina la Yesu. Wiki hii Bwana, achilia neema ya wokovu Bwana, familia zikujue wewe, watoto wakujue wewe. Wapo wanaume ambao hawajaokoka, wakujue wewe. Wapo wanawake ambao hawajaokoka, wakujue wewe. Natangaza wokovu wako katika familia zao, natangaza wokovu wako katika jiji la Mwanza, natangaza wokovu wako katika taifa la Tanzania, natangaza wokovu wako katika mikoa ya Tanzania, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu yako Bwana iletayo wokovu ikatembee, 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 ikatembee kwa jina la Yesu. Majirani zetu Bwana, naweka mikononi mwako, neema ya wokovu ikatembee, wakujue wewe, wakutambue wewe, wakuabudu wewe, wasiabudu miungu mingine. Familia zetu Bwana, wiki hii Jehova, zikakuabudu wewe, zisiabudu miungu mingine, zisiabudu waganga, zisiabudu wachawi, wakuabudu wewe, wakutukuze wewe. Natamka neema ya wokovu, natamka baraka, natamka neema ya wokovu katika jina la Yesu. Mimi na nyumba yangu Bwana, tutakutumikia wewe. Watu wakiri hili neno ambalo Yoshua lilisema, ambalo Yoshua alitamka ya kwamba yeye na familia yake watamwabudu wewe, watakuabudu wewe. Nami Bwana, I declare in the name of Jesus, I declare in the name of Jesus, we shall worship you, we shall submit to you, we shall worship to you. Holy Spirit, tutakuabudu wewe. Ninakiri asubuhi ya leo, ninakiri siku ya leo, ninakiri wiki ya leo, ninakiri jioni ya leo, ninakiri mchana wa leo ya kwamba tutakuabudu wewe, tutasubmiti kwako, tutanyenyekea kwako, tutasubmiti kwako, tutanyenyekea kwako katika jina la Yesu. Familia zetu na zikomboa kwa damu ya Yesu. Ziko familia zilizofungwa na nguvu za giza, ziko familia akili zao zimefungwa, ziko familia miguu yao imefungwa, hawakai nyumbani, wanazurula, wakiamka asubuhi ni kuzurula. Watoto wao hawakai nyumbani, ni kuzurula, wanazurula, wanaenda huku na kule, hakuna wanachokifanya, hakuna wanachokifanya. Watoto wengine wamekuwa machokola, hawakai nyumbani, wanazurula. Katika jina la Yesu nawarejesha kwenye familia zao, narejesha ufahamu wao, Wapo watoto wengine hawafanyi kazi za nyumbani, wamekuwa ni wategevu, hawafanyi shughuli za nyumbani. Wakiamka asubuhi ni kwenye season, wakiamka asubuhi hakuna wanachokifanya, wameshakuwa ni vijana lakini hakuna wanachokifanya. In the name of Jesus, ninawarejesha kwenye mstari, nawarejesha kwa neema yako, nawarejesha katika familia zao, Watoto wengine Bwana wamejikita kwenye madawa ya kulevya, nawarejesha katika jina la Yesu, nawakomboa kwa damu ya Yesu, nawakomboa na madawa ya kulevya, nawakomboa na uvutaji wa bangi, nawakomboa na uvutaji wa sigara katika jina la Yesu, nawakomboa na kilevi kwa jina la Yesu Kristo. Rabako rabasha rebasa rapata rekata
rakata reboshe rabasi rabata reboshe rakata. Kwa jina la Yesu Kristo, ewe adui, achia familia, achia familia, achia familia zetu, achia kijana aliyeshikwa kwenye pombe, achia kijana aliyoshikwa kwenye pombe, achia kijana aliyoshikwa kwenye sigara. Kwa jina la Yesu, achia ndani ya hii wiki, kwa jina la Yesu, achia, achia, achia. Namtenganisha na pombe, namtenganisha na sigara, namtenganisha na madawa ya kulevya, namtenganisha na nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo, namtenganisha na makundi mabaya, namtenganisha na makundi maovu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, gusa familia zetu wiki hii zikakombolewe, wiki hii zikakombolewe, wiki hii zikakombolewe. Tazama mabinti zetu, naweka mikononi mwako, na watenganisha na wanaume wabaya, wanaume wa kuharibu future zao, wanaume wa kuharibu future zao, wanaume wa kuharibu utu wao, wanaume wa kuharibu maisha yao katika jina la Yesu. Na watenganisha na wanaume wabaya. Ninakemea pepo la uzinzi kwa mabinti zetu, nakemea pepo la uzinzi. Toweka kwa mabinti zetu, toweka kwa mabinti zetu. Mimba za utotoni nazikataa, mimba za kuetwa kabla hajaingia kwenye ndoa nazikataa kwa jina la Yesu. Mabinti zetu hawatazalia nyumbani, mabinti zetu hawatazalia nyumbani. Ninakataa pepo la kuzalia nyumbani, nakataa pepo la uhuni, nakataa pepo la uhuni. Toweka kwenye familia zetu, toweka kwenye familia zetu, toweka kwenye familia zetu. Nakamata maashera, nakamata miungu ya maashera inayokamata mabinti zetu, inayokamata mabinti zetu kudumbukia kwenye zinaa, kudumbukia kwenye uzinzi. Napiga kwa jina la Yesu, napiga kwa jina la Yesu. Natoa hamu, shauku, tamaa iliyowakamata, tamaa ya uzinzi naipiga, tamaa ya uzinzi kwa mabinti zetu naikataa, naipiga, naikataa, naipiga kwa jina la Yesu. Na wakomboa mabinti zetu, na wakomboa mabinti zetu na tamaa ya ngono, na wakomboa mabinti zetu na tamaa ya uzinzi katika jina la Yesu. Na watenganisha na wanaume wabaya, na watenganisha na wanaume ambao wanawaharibu, wanaume ambao wanakuja kama kondoo, wanakuja kuwachumbia wakidhani kwamba ni wanaume wa kuwaoa, kumbe ni wa kuwachezea, kumbe ni wa kuwaharibia. Na wakataa hao wanaume kwenye mfumo wa maisha yao, na wakataa, na wasukumia mbali kwa jina la Yesu, na wasukumia mbali. Roho Mtakatifu ingilia kati, Roho Mtakatifu tenda kazi, Roho Mtakatifu jidhihirishe kwa mkono wako, kwa neema yako, kwa baraka zako. Raboshata rekosata rikapata rapata. Hii wiki ni ya baraka, hii wiki kwa watoto wetu, hii wiki na waficha watoto wetu kwa damu ya Yesu, na waficha watoto wetu kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ombi letu lingine la neno ni maombi ya mafanikio na kazi, maombi ya mafanikio ya kazi ndani ya hii wiki. Ombi la 4 ni maombi ya mafanikio ya kazi ndani ya hii wiki. Andiko la kusimamia ni kwenye Wakolosai 3:17. Maandiko yanasema, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Bwana, fanyeni kwa jina la Bwana. Bwana, bariki kazi ya mikono yangu, ondoa kushindwa, ondoa uvivu, ondoa mikosi, nifanikishe ili jina lako litukuzwe Baba, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema kwamba utabariki kazi ya mikono yetu, utabariki kazi ya mikono yetu, utabariki kazi ya mikono yetu, utabariki kazi ya mikono yetu. Holy Spirit onekana, Roho Mtakatifu tawara, Roho Mtakatifu tenda, Roho Mtakatifu jidhihirishe, Roho Mtakatifu jifunue kwa mkono wako, kwa neema yako, kwa baraka zako, kwa mkono wako, kwa neema yako, kwa mkono wako, kwa mkono wako. Bariki kazi ya mikono yetu, bariki kazi ya mikono yetu, kazi ya mikono yetu Bwana tunaiweka mikononi mwako. Wiki Bwana tukabarikiwe, wiki Bwana tukabarikiwe kwa mkono wako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Maombi haya Bwana na yakabidhi mikononi mwako, na yaweka mikononi mwako, na yaweka mbele zako. Wiki hii Bwana tunajikabidhi, na kabidhi kazi ya mikono yetu mikononi mwako. Onekana Bwana, ibariki Bwana, na kataa mikosi, na kataa laana, na kataa mikosi katika biashara, na kataa mikosi katika biashara, katika kazi, katika majukumu ya kila siku Baba, kwa jina la Yesu. Mikono yetu na itakasa kwa damu ya Yesu. Yeyote yule ambaye aliiba mikono yetu na kuifanyia kazi, yeyote yule ambaye aliiba mikono yetu, kwa jina la Yesu narejesha mikono ile ambayo Bwana ametupa, narejesha mikono ile ambayo Bwana ametupa kwa jina la Yesu. Ninakataa mikono ya
iniharibiayo, ninakataa mikono inayoharibu kwa jina la Yesu. Ile mikono ambayo ikishika kitu inaharibu, ikishika biashara inaharibika, ikishika ndoa inaharibika, ikishika watoto inaharibika, hiyo mikono naiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Naleta mikono ambayo ikishika kitu kinabarikiwa, ikishika kitu kinaongezeka, ikishika kitu kinainuka kwa jina la Yesu. Chochote kile ambacho nitakishika ndani ya wiki hii kikabarikiwe, nitakishika ndani ya wiki hii kikaongezeke, nikikishika ndani ya wiki hii kikaongezeke. Rakata reboka, rakata rebosha, rebota rikata reboka, rekata rigasa, rebota rikapa, rebota rekata rekosa, ribosha rapata. Mikono yangu imebarikiwa, mikono yangu imebarikiwa, mikono yangu imetakaswa, mikono yako imetakaswa, mikono yako imeinuliwa, mikono yako imebarikiwa, mikono yako ina nguvu ya kutenda makubwa, ina nguvu ya kutenda maajabu, ikatende maajabu ndani ya wiki. Hili neno ni la kwako, hili neno ni la kwako, hili ombi ni fungu lako, ya kwamba wiki hii mikono yako itatawala, itashika vikashikika, itafanya vinafanyika kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo ninarejesha yale yote yaliyoibiwa kupitia mikononi, yanarejesha yale yote yaliyoibiwa kupitia mikononi. Ninapiga uvivu kwa jina la Yesu Kristo. Maana adui akikamata uvivu, adui amekamata mafanikio, amekamata bidii yako katika jina la Yesu. Napiga roho ya uvivu kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa neema yako. Ombi letu la 5 siku ya leo ni ulinzi na vita ya kiroho. Katika andiko la kusoma Zaburi 27:1, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nitaogopa nani? Baba, katika jina la Yesu ninakataa roho ya hofu ndani ya wiki hii, ninakataa roho ya hofu ndani ya wiki hii katika jina la Yesu. Hatutaogopa mishale ya mwovu shetani katika jina la Yesu. Kila vita iliyopangwa kupigwa ndani ya wiki, kila vita ambayo adui ameiseti, adui ameipanga, makombora ambayo adui ameyapanga ili nishindwe ndani ya wiki, ili nishindwe kufanya chochote, ili nisifanye lolote, katika jina la Yesu. Hiyo mizinga aliyoituma adui na kuiseti siku ya Jumatatu, ameiseti siku ya Jumanne, siku ya Jumatano, haitafanikiwa. Maandiko yananiambia kwamba, neno la Mungu yanasema kwamba hakuna silaha yoyote ile ambayo imepangwa kinyume nami itakayofanikiwa. Hakuna silaha yoyote iliyopangwa kwenye maisha yangu itakayofanikiwa. Hakuna silaha yoyote iliyopangwa kwenye ndoa yako ikafanikiwa, haitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna silaha yoyote iliyopangwa kwa watoto wako haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Ni kweli wamejipanga, mipango yao naibatilisha, mipango yao naibatilisha, na inyima uhalali katika jina la Yesu. Haitafanikiwa. Mashariki yangu imetakasika, magharibi yangu imetakasika, kaskazini yangu imetakasika, kusini kwangu kumetakasika katika jina la Yesu Kristo. Vita ya Jumatatu haitafanikiwa, vita ya Jumanne haitafanikiwa, vita ya Jumatano haitafanikiwa ndani ya wiki. Vita ile Hamisi haitafanikiwa ndani ya wiki. Nitashinda vita ya Ijumaa, nitashinda vita ya Jumamosi, nitashinda vita ya Jumapili, nitashinda vita ya wiki nzima, nitashinda kwa mkono wa Bwana, nitashinda kwa neema ya Bwana, nitashinda katika jina la Yesu. Maana na katika ulimwengu wa roho nimehakikishiwa ya kwamba hakuna silaha yoyote ile ambayo itafanikiwa na haitafanikiwa katika maisha yetu, haitafanikiwa kwenye ndoa zetu, haitafanikiwa kwa wenza wote, kwa wenza wetu, haitafanikiwa katika jina la Yesu, haitafanikiwa kwenye kazi zetu, haitafanikiwa kwenye biashara zetu. Rabata regosa rabasha rebosi rabata rekota rebosha rekasa rebata rebosha rekasa rabata rebosha rekota rabasa rekota rakasa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa maombi haya ya wiki hii ambayo Bwana umetupa. Nina imani kwamba kila mmoja ambaye amejiungamanisha na maombi haya hakika hatabaki kawaida, yatamsaidia na kumjenga katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa ajili ya maisha yangu, ninakushukuru kwa ajili ya huduma ambayo umenipa. Mungu onekana, Mungu tawala kwa mkono wako na kwa neema yako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Jehova, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubarikiwe sana kwa maombi haya, wewe ambaye umeungana pamoja nami, na nitafurahi kama nitasikia shuhuda nini ambacho Mungu amekifanya, amekutendea nini Mungu. Unaweza ukaniandikia message kwenye
kwenye simu ambayo inaonekana hapo. Lakini kama unabarikiwa kusukuma maombi haya na sadaka yako, ninakukaribisha, karibu uweze kumtolea Mungu sadaka katika ibada hii ya maombi, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen.